Naitwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi Krista Yasinta Kayombo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Dodoma. Sawa. Mkuu, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la mauaji ndani ya ndoa au watu wanapokuwa kwenye mahusiano. Hii ni mada ambayo tumekuwa tukizungumzia hapo nyuma na mpaka sasa hivi. Kupitia kipindi cha Nishati Elimu tukasema tukutafute kwa ajili ya kupata maelezo kwa uchache tu. Ni kwa nini kumekuwa na ongezeko kubwa sana sasa hivi la mauaji kwenye ndoa? Sisi katika jitihada zetu za kutoa elimu kupunguza mauaji baina ya watu walioko kwenye mahusiano, mauaji baina ya wenza, mauaji baina ya mke na mume, tumejaribu kubainisha maafisa wa dawati sababu mbalimbali zinazopelekea mauaji haya, ili lengo sababu hizi zikiwa bayana basi watu waziepuke, ili kupunguza au kumaliza kabisa vifo au mauaji yanayosababishwa na wenza. Sababu mojawapo inayopelekea wenza kuuana ni wivu wa mapenzi. Wivu wa mapenzi ikiwa ni pamoja, yaweza kuwa kweli au isiwe kweli, ikawa ni kuhisi kwamba mwenza mwingine ana mpenzi mwingine. Mke wake akihisi kwamba ana mchepuko, ambapo hizi ni sababu tunaita neno la kawaida lilozoeleka mtaani michepuko. Sababu kuwa na michepuko kunapelekea wenza kuwaua wenza wao. Na hii inapelekea kwa wanawake hata kwa wanaume. Hata wanawake wanaweza kuwaua waume zao kwa sababu mume amechepuka. Anaweza kulipa kisasi kwa kutafuta namna ya kumuua au kumwekea sumu au kumpiga na kitu kizito au kumkata na kitu chenye ncha kali kama panga. Na kwa jamii ya Kigogo wengi wanatumia silaha inaitwa hengo au panga na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sababu hii ya wivu wa mapenzi inasababisha wenza kuuana. Lakini sababu nyingine ni ulevi au matumizi ya pombe na madawa kulevya, ambapo hii sababu inakuwa imemuondoa mtu kwenye akili yake ya kawaida, anakuwa amelewa au ametumia madawa ya kulevya, na hivyo hana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi au hana uwezo wa kuzuia hasira anayokuwa ameipata, hana uwezo wa kudhibiti tabia hatarishi kwa watu wengine au kwake mwenyewe. Kwa hiyo matumizi mabaya ya pombe na madawa kulevya, ulevi kupindukia, ni sababu mojawapo inayopelekea mauaji kwenye ndoa au mauaji baina ya wenza kwa kushindwa kufanya maamuzi sahihi huyu mtu anayekuwa amelewa au ametumia madawa ya kulevya. Lakini sababu nyingine inayopelekea mauaji baina ya wenza au kwenye ndoa ni kulipa kisasi. Mtu anakuwa na lengo la kulipa kisasi, labda alifanyiwa vibaya, anakuwa anataka kutuliza nafsi yake kwa sababu ya ile hasira aliyokuwa nayo. Kwa hiyo anakuwa anataka kulipa kisasi. Lakini kulipa kisasi na hasira na matumizi ya madawa ya kulevya na pombe vingi vinabebwa na hoja ya kwamba wengi watu hawana hofu ya Mungu, kukosa hofu ya Mungu, kushindwa kujihusisha na masuala ya kidini. Kwa Waislamu, watu kuwa mbali na misingi ya dini ya Kiislamu, kutoenda misikitini, kutojihusisha na sala. Lakini kwa Wakristo vile vile watu kutoenda makanisani, kwenye nyumba za ibada, kuweza kusikiliza maandiko ya matakatifu, na hivyo kuwafanya wawe na hofu ya Mungu, wasifanye maasi, wasifanye dhambi, wasifanye mauaji, wasifanye vitendo ambavyo ni chukizo machoni pa Mungu, wasifanye vitendo vinavyomuumiza mtu mwingine, lakini wasifanye dhambi hii kubwa ya kumuua mtu, kumuondolea mtu uhai wake, kukosa hofu ya Mungu. Na sasa hivi tunaona kwenye jamii yetu watu wengi wamekuwa bize sana na kutafuta pesa, wako bize na kazi zao binafsi za kutafuta mali, wanasahau nafasi ya Mungu kwenye maisha yao. Sisi tunakumbusha kwamba vyovyote tunavyofanya, vyovyote tunavyoishi, tukumbuke kwamba yupo Mungu aliyetuumba. Yupo Mungu anayefanya tuwe hivi tulivyo. Na katika jambo kubwa, Mungu amemuumba mwanadamu, akapulizia pumzi ya uhai kwa mtu, akamuumba kwa sura na mfano wake, akamleta duniani kwa malengo yake. Wewe mwanadamu ni nani unayeondoa uhai wa mwanadamu huyu ambao Mungu ameuweka? Kwa hiyo dhambi hii ni kubwa mno, ni kubwa sana.
lazima viongozi wa dini, wachungaji, mashehe, viongozi wa dini zote mbili, wa Kristo na Waislamu, tukemee vitendo hivi, kwa sababu ni dhambi kubwa. Kumuondolea mtu uhai wake, huwezi kumrudisha, huwezi kufidia. Yani adhabu ya kifo ni kubwa sana, haina fidia. Mwanadamu anamezaliwa aishi mara moja. Sawa.